Na sote tunaishi kutukuza Mungu wetu. Ninajua na ninaamini uko tayari kimoyomoyo kubarikiwa leo. Atakaye kubariki si mimi, ni neno la Mungu. Na neno la Mungu litakubariki kufuatana na haja unalo ndani yako. Kama hauna haja, umekuja umeshiba, utamu wa chakula ni njaa kabisa. Hata chakula kipikweje, kiandaliweje, iwe supu rojorojo, kama hauna njaa, chakula si tamu. Yes. Na kutakia uwe na njaa na kiu ya neno la Mungu. Amen. Leo ule ushibishwe. Amen. Tusome neno la Mungu bila kukawia na muda. Tutasoma kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka, kitabu cha pili cha Musa, sura yake ya 14. Kitabu cha Kutoka 14, watusomee mstari wake wa 26. Unateremka unasoma 27. Tunasoma kitabu cha Kutoka sura 14 mstari wa 26. Ndiyo. Kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akamwambia Musa, "Nyosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Wamisri." Ndiyo. Juu ya magari yao na juu ya farasi zao. 27. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari. Ndiyo. Na kulipopambazuka bahari ikaruka kwa nguvu zake. Ndiyo. Wamisri wakakimbia mbele yake. Na Bwana akawakukutia mbali hao wa Misri hati ya bahari. Amen. 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 Nataka tuongelee neno kidogo. Neno la kumaliza mwaka pamoja. Mchungaji alitabiri akisema leo ni dimanshe tofauti na za kawaida. Na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aoneshe utofauti. Leo ni Jumapili ya 52 ya mwaka. 52nd Sunday ya huu mwaka. Hii 52nd Sunday na kuombea iwe 52nd Sunday ya uponyaji. Amen. 52nd ya deliverance. 52nd ya kila kitu unahitaji ukipokee leo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akuwekee kifuniko cha neema. Yawezekana umesikia neno sana kwa mwaka. Naomba Mungu akuwekee kifuniko cha ulinzi. Amen. Wametusomea neno hili. Hili neno linasema Mungu akamwambia Musa, "Musa, geuka, mnaelekea huku, geuka. Piga tena maji." Ya mara ya pili. Alipiga ya kwanza, maji yakakatika, bahari ikaachilia. Kuta likasimama kuume, kuta likasimama kushoto, maji katika. Sauti ya imani. Ninataka tuongelee neno pamoja na Mungu. Tutafanya mambo makuu. Pamoja na Mungu, mwaka uliopita tumetenda mambo ambayo kwa nguvu na akili hatungeyatenda. Wangapi walizikwa mimi na wewe tuko wazima? Wangapi walikuwa admitted in hospitals? Wewe huko haukuingia. Na kama uliingia ulitoka mzima, ulifanya nini? Wangapi walikatwa miguu huu mwaka? Wangapi wametobolewa macho? Wangapi wamekatwa mikono? Wangapi wameingia gerezani? Wangapi walipitia vituko? Wangapi walizika na wangapi walizikwa huma? Kwa mkono wa Mungu tumetenda mambo makuu. Kwa mkono wa Mungu tuko hai. Kwa mkono wa Mungu tunaenda mbele. Amen. Musa alitumwa na Mungu, "Wende, ni wewe ninateua uende ufungue watu wangu." Musa akaenda, lakini safari haikuwa rahisi. Kufika mpaka pigo la 10, Farao hakuachilia. Pigo la mwisho ilibidi na mtoto wake wa kwanza ndani ya nyumba naye aanguke. Akasema sio mchezo, kinabakia ni mimi sasa kweli. Farao naye akaogopa, akajua kama kisha mtoto wake wa kwanza kwenda na kila kitu cha kwanza ni nyama nazo zimepoteza na watu wamepoteza, kile kinachopumua kinakufa cha kwanza. Na
havikuingia katika nchi nzima ya Misri ni Gosheni tu. Pigo 10 zote zilipiga. Nafasi ambapo hakukuingia pigo ni Gosheni tu. Kwa nini Gosheni hakukuingia pigo? Gosheni ni nafasi, kulikuwa taifa teule. Giza linafunga, halifiki Gosheni. Vyura vinaingia, havifiki Gosheni. Machawa zinakuja, hazifike. Nzige zinaharibu mimea, lakini mahali taifa la Mungu wako hakuna pigo. Wenyewe wakawa wanajiona, wanasema hawa watu sio watu wa kawaida, sio watu kama sisi. Na mimi nakwambia wewe hauko wa kawaida kwa jina la Yesu. Ndio maana leo uko. Kama sio wa kawaida wamepita. Upepo ulispuliza majani ambayo haikuwa inakaa hata kwenye mti inaanguka. Miti ambazo zilikuwa zina mizizi zimeanguka. Wewe unasimama, msifu Yesu. Amen. Amen. Pigo la mwisho na mtoto wa Farao ameanguka. Wakamshauri achilie tu hao watu waende. Bila hiyo yanayofuata hakujui. Kuachilia watu wakaenda. Walipoenda wanaenda njia ya bahari. Njia ya karibu ilikuwa, lakini Mungu anakuelekeza muukuta na huko unaona. Mungu anasema uende na uende. Anakutuma muukuta. Kama hauna imani utauliza Mungu unanituma wapi? Mungu wewe ndio uliniita, kwa nini hali hii? Mungu, hii kazi niko nafanya haunijui. Mbona kazi ni ngumu? Jipe moyo. Anakutuma mkuta. Sasa utabomoa ukuta kwa imani. Kwa mkono wa Mungu utatenda mambo makuu. Kwa mkono wa Mungu tasa kwa jina la Yesu. Kwa mkono wa Mungu na mufu atafufuka kwa jina la Yesu. Yesu akamwita Lazaro, Lazaro njoo. Alikuwa amekufa siku 4. Wakamwona anakuja akawaamuru mfungue awe huru. Kwa mkono wa Mungu tutafanya mambo makuu. Pamoja na Mungu tutatenda yasiyowezekana. Amen. Amen. Wanaenda baharini. Wanafika pale, habari itakuwa ndefu hata niikate. Waliposogelea wanaangalia nyuma yao. Mungu anawaambia hapa ndiko mtakuwa. Wakaingia kando ya bahari. Kuangalia nyuma yao wanaona jeshi la Farao kubwa lenye kukamilika wamewafuata. Wao walitoka mikono juu. Alama ya kumtegemea Mungu, alama ya kuonyesha kwamba we are innocent before you Farao. Mungu atabaki mtetezi wetu. Amen. Yes. Mungu atabaki mtetezi wetu. Tunaondoka atuili kwa mtu. Na kile tunacho ni Mungu mmenipatia. Kama nina nguo nilipewa. Kama nina nguo nilitumika kwa nguvu yangu nimevaa. Sikuiba mtu. Wakatoka mikono juu kwa imani kwamba Mungu atatenda mambo makuu mbele. Kote Mungu atawaelekeza wataenda sababu hawamwachi Mungu. Mikono juu. Amen. Amen. Hawana kitu kingine. Kuacha mizigo yao, hawana silaha, eti tunaweza kujitetea huku tunaenda. Mungu awe mtetezi wenu kwa jina la Yesu. Wakafika wanapama kabisa. Kuangalia nyuma, kumbe Farao walienda mwambia wale watu wote wametoka, 600,000 zinaondoka. Gosheni, mahali walikuwa wamebakia Ramses got empty. Zile mbona ataingia ndani. Kazi ilikuwa inatumika nani atatumika. Yawezekana kuna wengine wamekutumikisha kwa miaka na hawataki ubarikiwe. Funguliwa leo kwa jina la Yesu. Asifuate mbaya wako kwa mkono wa Mungu tena mambo makuu. Amen. Yule anayekuwinda hataki ubarikiwe. Hataki akusikie kwa mama wa watoto. Hataki akusikie kwamba naona jenga kisha wengine wanajenga. Hataki akuone ukipendeza na afya. Anataka kila siku wewe akakatia kwa jina la Yesu utoke. Mkono wa Mungu utendee ishara. Amen. Farao anajikuta anafanya hapo
kamateni. Wale watu muwakimbize, wale watu muwafuate, na yeye mwenyewe akainuka. Lakini Mungu alikuwa amempatia Musa warning. Ujue kwamba kwa wakati huu Farao na jeshi lake wanataka wadhihirishe utukufu wangu. Yawezekana yote uliyoyapitia haijamupa Mungu utukufu kama yale leo utatenda ili Mungu adhihirike. Amen. Amen. Musa anajua, walimwambia kwamba Farao ndiye Mungu atapitia kwa kujipa utukufu. Amen. Adui wako ndiye Mungu atapitia kusudi Mungu ajulikane kwamba yeye ndiye Mungu wa kweli. Amen. Amen. Wanaondoka kuangalia nyuma, wanamuona kumbe Farao naye amemobilize jeshi lake. Amemobilize gari zenye kuheshimika no 600. 600 share zile zake za elite, zile anaamini hizi ndo kwanza ziende mbele. Anaamuru magari zingine zote ziondoke na mafarasi ziwe tayari na wapanda farasi mkimbize wenye hawana silaha. Wangapi walikimbiza huu mwaka? Wangapi walitaka wewe uzikwe leo umeumaliza? Wangapi walikokota na vioo vyao vya mizimu hawakuona? Na walipotaka na walikuvuta wakakuona, walipotaka kuchomeka kisu haikuingia. Wangapi walisaidia huu mwaka lakini wao walikutakia kibaya? Wangapi? Amen. Musa anasikia watu wanalalamika. Musa, kwa nini umetufanya tuondoke? Ulikosa mahali, tulikosa kwa kuzikwa kusudi sote tuzikwe hapa. Hapa sote tuishie mbonde hapa kwenye bahari. Musa kijana wa miaka 18, Musa. Wazee wa zaidi ya pale wako. Haleluya. Amen. Musa, Mungu akamwambia Musa, waambie wale watu wasiogope, wasimame imara tu. Amen. Amen. Waliposimama imara, uwaambie jambo la pili. Hawa wa Misri wote mnaowaona leo njoo ya mwisho. Amen. Njoo ya mwisho. Majaribu ulipitia mwaka huu 2026 kwa jina la Yesu yameisha. 2025 na mambo yake njoo ya mwisho. Kwa mkono wa Mungu itatendeka ishara. Hata mimi naikiri yaliyonitesa mwaka ulipita, huu ujao ni wangu wa baraka. Naikiri. Neno. Waambie yatosha. Tosha. Hii yatosha. Kama walikuonea yatosha, eti leo njoo ya mwisho. Sande ya mwisho hii na njoo ya mwisho ya matatizo yako kwa jina la Yesu. Wanakuja na silaha zao. Fanyeje sisi? Bwana amesema twende. Okay, twende wapi? Bahari. Wendele tume usiku. Utumishi jipe moyo, usijali wanakushabikia, ujali wanaokuombea, kazi iendelee. Wanakuambia papa tunakupenda, wale ni wanafiki. Na wewe mlipoanza wengine walikwambia wewe usifungue tu tutumike na wewe. Sauli anza haukuwaona. Wewe na wanaokuombea. Amen. Ni bahari sasa, tuingie je maji. Nitaingiaje? Mungu akamwambia Musa, una nini? Bwana nina fimbo. Inua fimbo yako juu ya maji yatakatika. Na mimi Mungu nitakuonesha kwamba mimi ni Mungu, na huyu Farao ndiye nitatumia
ili utukufu wangu leo uonekane. Amen. Kwa nini Mungu anataka atukuze kupitia adui? Yawezekana ule adui ameisha kukuwinda sana. Kwa jina la Yesu 2026 hakumtaki. Kama haokoki apigwe mara 7. Sema apigwe mara 7 kwa jina la Yesu. Sema apigwe. Wema. Kama habadilika apigwe. Mungu wa Musa ndiye Mungu wetu. Amen. Hatutajali. Tukamlia basi na tumsahau ikiwa anashindwa kumtukuza Mungu. Mungu amtumikishi, jina lake litukuke. Amen. Musa akainua mkono akapiga fimbo. Nyosha. Hapana kupigana na asiye kupiganisha. Nyosha. Nyosha mkono wa imani. 2026 kwa yako. Kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wa imani. Sema ninanyosha mkono wa imani kwa jina la Yesu. Naomba useme ninanyosha mkono wa imani kwa jina la Yesu. Ninanyosha mkono wa imani kwa jina la Yesu. Amen. Maji ikasema mimi ni nani kwenye imani inatenda kazi. Kitabu cha barua ya kwanza ya Yohana 5:4 imeniambia na nguvu zishindazo ulimwengu ni imani. Kwa hiyo ndio na Mungu. Amen. Imani. Una imani hauna imani? Kwa mkono wa Mungu pamoja na Mungu utafanya mambo makubwa. Pamoja na Mungu. Mwambie aliye pembeni yako pamoja na Mungu 2026 nitafanya mambo makubwa. Tusome kitabu cha Zaburi ya 60:14. Makumi sita Oktoba. Tunasoma kitabu cha Zaburi 60:14. Ndio. Yes. 13. 12. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Amen. Maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Amen. Amen. Kwa Kifaransa wanafanya hizo besi zingine. Kwa msaada wa Mungu tutatenda mambo makuu na maadui dhambi. Acha tuwavikite kwa jina la Yesu. Wakili kwamba Mungu yuko. Kwa msaada wa Mungu tutafanya mambo makuu na maadui zetu 2026 watajua kwamba Mungu anaishi. Amen. Magonjwa ni adui kwa jina la Yesu. Zikiri kwamba Yesu ni Mungu. Hapana tuko mkazi wasikie tu wanakubeba hospital operation kwa jina la Yesu tunaisimamisha. Hapana tuko mkazi kifafa ameanguka kwa jina la Yesu simama imara kwa mkono wa Mungu fanye hivi yale wewe haungeweza. Amen. Amen. Unaweza tena soma saa 8 verset 14 tena utapata hiyo verse. Kwa pamoja na Mungu tutatenda mambo makuu. Narudia. Wakati wa Mungu alipofika Musa anainua mkono wake. Mada ninaongelea ni pamoja na Mungu tutatenda mambo makuu. Kwa kuwa mwaka umeisha, pamoja na Mungu tumeumaliza. Kumbe huu ujao pia tusimwache Mungu nyuma. Na ukisikia kwamba umemwacha, tengeneza naye sababu pasipo Mungu hakuna kitu utaweza. Natangazia kila ambaye atasikia ujumbe huu, kama umemwacha Mungu mtafuta sababu hautakukabila yeye. Utaingia mahali 2026 ni mwaka ambao ni mwaka wa bahari, lakini kwa walio na Mungu watavuka. Yawezekana utasubiri mtakwambia ni mwaka wa baraka, ni mwaka hata nikwambie kwamba ni mwaka bahari, lakini kwa walio na Mungu wataushinda.
Amen. Amen. Musa wakaona maji na katika, wakatembea juu ya mchanga kavu, hapana mchanga wa matope. Huku ukuta wa utukufu ukasimamisha maji. Ukuta wa utukufu ukasimamisha maji kwa nguvu za fimbo ya imani. Amen. 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 Sasa wewe ufikirie. Mungu anakuambia ndio maji, yeye mwenyewe anajua kile atatenda. Hautamfundisha Mungu, au wenyewe ushafanya plan of action. Ile plan of action ni ya science yenu, lakini kuko mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. Amen. Musa, watu wakaingia kwa utendo. Acha nikupe ishara fulani iliyotendeka. Haleluya. Usikubali. Bwana asifiwe. Amen. Ninataka nikupe ishara iliyotendeka. Amen. Amen. Tuache binti wetu asimulie kumwacha huu. Ilitendeka ishara. Sawa, wanakuja nakimbia, taifa la Mungu wanatembea pole pole. Usikimbie kama una imani. Kama uko pamoja na Mungu, hauna sababu ya kutoka jasho. Hauna sababu ya kupigana kwa nguvu. Nguvu zetu ni imani na maisha matakatifu. Kama uko pamoja na Mungu, hata ufunge wala usifunge, utakaso itakutetea. Lakini tukataze ufunga ikihitajika. Amen. Kumbe Farao, Mungu akamwambia Musa, Mungu yeye mwenyewe, Biblia inasema malaika aliyekuwa na waongozi, alienda kama kondoo zenye zinafuata hii au mchungaji wake. Watu na akili hawezi kubeba mbahari, lakini Mungu kawapofusha akili, wakafuata malaika juu kwenye bahari juu. Amen. Kufika kwenye bahari, Mungu akaambia malaika, wewe rudia nyuma, uende nyuma ya taifa. Na tena kulikuwa nguzo. Ile nguzo ilitumika kama taa. Muda huko mdogo ningekuonesha hiyo ishara. Taa, tochi inaangazia kama niko nayo au inaangaza mwenye niko nayo. Inafanana na mchungaji. Tochi inaangaza nyuma, mbele, nyuma inatiaka nini? Giza. Tochi ya mbinguni ikawa inawaka, ina project mwangaza mbele, lakini nyuma inasukuma giza. Sasa ile ikawa ukuta wa ulinzi kwa ajili ya taifa la Mungu. Na mimi ninakuombea pawe ukuta wa ulinzi na ukingo juu ya jamaa yako kwa jina la Yesu. 2026 mwone kuliko na hii. Amen. Watu wanatembea kama uko na imani, hauna sababu ya kujua kenye kiko kwenye. Lala tu. Lala. Watu wa dunia leo wanajisumbuaka, anaenda kwenye kuaguza, kuulizia inaendelea, hauna sababu ya yoyote. 2026 hauna sababu ya kulipa nauli, tunaenda na prophet na kuletea ujumbe kwamba tembea kwa imani na kisha mtakatifu utashinda. Kule ujumbe tunaenda kuona ni mwanadamu kama wewe, naye na shida yake. Tegemea Yesu. Ina create giza. Giza linakuwa, maadui hawaoni. Usishangae kuna wenyewe wanakutafuta uonake. Usishangae kuna wenyewe wanakuitaka, sauti yako haitakufikia. Kuna ukuta Mungu ameweka katikati yako na maadui wasikuone. Amen. 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 Lile taa
Amen. Ninawachilia wao giza, wanatembea kama kipofu. Mbona tuliwaona bondeni, mbona hatuwasogelei? Amen. Ishara ya pili. Amen. Ishara ya pili nasema, ya kwanza Mungu anawapiga giza. Ya pili Mungu anawapiga upofu, ni kama hawaone, wanaenda mshauri. Yule wanaenda mshauri. Amen. Amen. Ishara ya tatu, Mungu akatuma malaika, akatoa tairi zote za magari za Misri. Amen. Amen. Unaweza kusema Marchesi plus. Can you say that? Walk in the same place. Walking in the same place. Our enemies will watch at the same place without moving forward. In the name of Jesus. Amen. Watatembea bila kufika kwa jina la Yesu. Amen. Hawatasogelea. Kama vile Mungu alishika, huko utakuwa mkono. Amen. Kama anatamani akusudia aone mbingu zitamshughulikia. Na ikiri. Imani yangu ni weki. Imani yangu ni weki. Amen. Amen. Wanatembea kwa kasi. Getting a time for nothing. Kwa jina la Yesu maadui watoki kwa Mungu. Nini? Nyuma wakasema Mungu anatutia mikono sasa wa Israeli. Gari zao hazitoki. Wako tu mafarasi ziko chini. What is going on? Wanatokea bui kwa jina la Yesu. Nyuma Mungu alipofusha taifa, ndio ile besi mama mtumishi amekusomea. Mungu akamwambia Musa, geuka sasa. Mungu akawasukuma nao. Adui anawaza kwa kuwa na kuona unaenda hospitalini, anawaza umeanguka. Kumbe ulienda hospitalini usudi utoke na ushuhuda mpya. Kwa jina la Yesu. Amen. Ushuhuda mpya. Sema ushuhuda mpya. Ushuhuda mpya. Ushuhuda mpya. Amen. Wakaingia nao ndani ya bahari. Si wa mwisho wamevuka. Wa mwisho wa maadui kule nyuma, wa kwanza anafika ndani ya maji na wa mwisho anaingia. Musa, usiende katika hali yako na adui. Kwa jina la Yesu. Na ikiri tena usiingie mu 2026 na adui. Kwa jina la Yesu. Kama ni mgonjwa leo, ishie bravo. Kwa jina la Yesu. Sema moyoni, sitaingia 2026 na adui kwa jina la Yesu. Sikusikia hata. Sijasikia sauti ya muombaji. Sitaingia 2026 na adui kwa jina la Yesu. Na kwa jina la Yesu. Nageuka. Na mfungie njia kwa jina la Yesu. Na mfungie njia kwa jina la Yesu. Ili lakini kwamba Yesu ndiye Bwana. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Musa. Geuka. Funga njia. Na mimi nakwambia funga njia. Kwa mkono wa Mungu utafanya mambo ya Mungu. Musa alipogeuka, Mungu amewaweka wote ndani. Farao iko ndani. Gari zake za heshima ziko ndani. Farasi za Misri ziko ndani. Utajiri wa Misri uko ndani. Mashujaa wa Misri wako ndani. Acha anue hizi tu. Mwacha anue. Ipo siku itatuma moto itasikiliza zote kwa jina la Yesu. Yaja wakati. Hata kuchafulie sifa. Yaja wakati ukiomboleza ni moja tu, mbingu zitasikia Mungu akikubariki. Mwacha kuchafulie sifa. Mwacha kuseme tu. Baki na msimamo wako, sogea mbele kwa sababu. Amen. Waliposogea, Mungu akamwambia Musa, funga njia. Hili neno kubwa langu nataka nikwambie. Funga njia. Kwenye adui alikuwa anapita, funga njia. Funga njia. Usiingie katika hali yako na adui.
hana kwenye atatia wa Misri Kanaani. Hana Misri, huyu ni adui anayetesa. Misri huyu ni mnafiki. Mtu anayekutafutia sifa. Mtu aliyekutesa 2026. Magonjwa aliyokusumbua. Majaribu mbalimbali. Mungu anakuambia geuka ufunge njia. Usiingie mahali yako. Yesu wewe, na mimi nakusihi unisaidie 2026 nikuone Mungu. Haleluya. Amen. Funga njia Musa. Musa akageukia bahari. Akainua fimbo. Ile zile kuta mbili Mungu akaziachilia. Mungu kitabu kikafungwa. Kitabu kikafungwa. Wana wa Israeli wenyewe walikuwa wanaanza panic. Angalishwa na hao watu wa panic nao. Hakuna kwenye mnaweza enda ukiacha imani. Hakuna chotafanya. Hata ndoa inahitaji imani. Hata kazi ya Mungu inahitaji imani. Hata biashara inahitaji imani. Amen. Amen. Mwenye haki ataishi kwa imani na akisita Mungu hapendezwi naye. Hapana kwa diploma, nisiko na diploma ya theology, kama hauna imani haujampendeza Mungu. Nisiko na cheo na wengine wako na panda na vyeo. Si wakatalie kila mtu achukue vyeo viko kama mkitabu kila mtu achukue. Lakini unapandaje viwango vya imani? Unapandaje? Unapanda cheo lakini imani ile. La. Panda na kiwango cha imani. Amen. Musa anafunga kitabu. Wenyewe walikuwa wana panic. Wakaona wote palikuwa ringi. Ni bahari, usiwaze ni kisima. Ni bahari, lakini mkono wa Mungu umetupanza yulu hatuzani. Shangilia huyu Yesu baba. Pana ringi, lakini mkono wa Mungu umeinua. Mkono wa Mungu umeinua. Niko mzima leo. Palikuwa ringi. Yesu kanipanza. Nilikuwa mwenye kuzaliwa Yesu kaniheshimisha. Na mimi nilikuwa nani? Kwa sababu ya Yesu niko kisimiko. Siku zangu. Sababu yuko yule aliyeniwekea kilalo kipunguza rindi, nikapanda. Hawa Biblia inasema kama walitumbukia, walitembea juu ya mchanga. Ule mchanga ni mkono wa Kristo utakao kuishi. Amen. Walipofika kando, wakaanza ona sasa watu wamefunikwa wote, na mimi ninawafunika kwa mujibu wa neno lililo hai kwa jina la Yesu. Sina woga kufunika majaribu kwa jina la Yesu. Sina woga. Ukiniambia nisifunike, mimi nitakwambia neno la Mungu linanipa mamlaka. Nakwambia majaribu hautanifuata 2026, acha nicheke Yesu. Amen. Furaha ya wokovu nisikie na mimi. Nisikie Mungu kunionyesha paradiso ya utafu. Amen. Wafika wanafunga. Mungu alipomwambia niko na 33 minutes. Mungu akamwambia funga. Wakafunikwa. Kisha wakaona mizoga zinaanza elea. Mchawi ya kutesa, unasikia habari zinampata. Alitaka uwe kipofu, unasikia ndio anakuwa kipofu. Alitaka usiku, unasikia ndio anazika. Alitaka usizali, unasikia unaendelesha. Ukiona uchawi eti napata nafasi, Yesu anaiachilia. Mshangilie Yesu. Basi Farao alikuwa na hivi na heshima ya ule mtume ulishuhudia juu ya maji, na wengine silaha za chuma hazingepanda, zibakia huko. Okay, taifa la Mungu
wakaona mkono wa Mungu, wakaimba nyimbo za sifa za Mungu. Miriam, uko wapi? 2026 uimbe sasa. Ulikuwa hauna mume, Mungu amekumbuka. 2026 imba sasa kama mama wengine. Kama mama wengine wapewa. Yesu akukumbuke. Kwa mwenye kulialia 2026 Yesu akupe cheko. Ukitembea naye. Nimalizia hapo. Mama unisomee verse niende maliza nayo. Nisaidie kwa heshima. Unisomee Kutoka 32:32-14. Tuone ishara gani Israeli wanaenda experience kitu kingine. 32 verset 14. Unaweza kufika 15. Soma mama. Yes. Ndio. Na Bwana akaugairi ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake. Kenzi. Basi Musa akageuka, akashuka katika mlima wa zile mbao mbili za mawe mikononi mwake, mbao zilizoandikwa pande zote mbili, upande huu na upande huu ziliandikwa. Unaweza nisomea 13 yake na 12. Nisikia 12 na 13. Tunasoma 12. Ndio. Kwa nini Wamisri kunena wakisema amewatoa kwa kuwatenda? Ile chapitre 32. Verset, okay. Okay, shuka. Non, okay. 33-14. Nisome 33-14. Amen. Akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe. Yes. Nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue tuacha hapa. Amen. Jambo la kweli. Mwenye imani afanye. Amen. Mungu kama unatembea nasi 2026 Yesu. Ngowe kwenye. Mwambie Mungu kama hautaondoka nami, Mungu Yesu wewe, hebu niache kwenye mikono. Msii Mungu aondoke na wewe. Mwambie Mungu 2026 bila wewe, it's a big challenge. 2026 without Jesus is nothing. Bahari hautaivuka kwa nguvu zako. Mataifa hautayashinda. Usiwaze hao ndio mwaka malaika. Lakini tembea na Yesu. Tembea nasi. Yesu, tembea nami. Bila wewe mimi sitaweza. Yesu, tembea nami siku zote za maisha yangu. Yesu, tembea nami. Bila wewe mimi sitaweza. Yesu, tembea nami siku zote za maisha yangu. Yesu, kae nami. Bila wewe mimi sitaweza. Yesu, ukae nami siku zote za maisha yangu. Ask mom if I need. Ask mom if Waliposikia kwamba Mungu amekataa hatatembea nao tena, wakasema utuache hapa. Musa akasema, Mungu kituacha hatuoni tunaenda wapi. Usimwache Yesu nyuma, vuka na Mungu wako, kwa sababu pamoja na yeye utashinda. Pamoja na Mungu utatenda mambo makuu. Bila Mungu ni kushindwa.
Bila Mungu ni kuteseka na kulia. Bila Mungu ni kuaibika, ni kugonjwa, ni kuchekelewa, ni kusumbuka. Lakini pamoja na Mungu ni utukufu, ni amani, ni shangwe, ni heshima, ni kupanda viwango vya imani. Asante Yesu. Bwana na Mungu wangu, ninaamini kuna mtu amesikia kwamba mkono wako utumfusha. Tunakataa kwenda bila wewe. Bwana wangu, we are making a step ahead. Hatua ya imani. Nitakuomba usimame ufanye hatua ya imani. Umwambie Mungu, ninasimama, ninafanya hatua ya imani mbele nikiwa pamoja na wewe. Stand up and tell God, I make a step of faith. I refuse to move forward without you. Mwambie Mungu, I want to move forward with you. When he says amen. Israeli wamekataa. Wamesikia Mungu amesema, wamemhuzunisha, hawataenda. Wakamboleza, wakakubali kuvua mavazi za heshima.